Kwa majina naitwa Frederick Karokora, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Lakini pia ni mwalimu wa chuo kikuu cha afya na tiba cha Katoliki hapa Mwanza, Bugando. Shinikizo la juu la damu ni ongezeko la mgandamizo wa damu katika mishipa ya damu. Moyo unaposukuma damu unatengeneza kitu tunaita shinikizo, ambayo ndio pressure kwa lugha ya Kiingereza. Sasa hii shinikizo likizidi kiwango fulani tunaita shinikizo la juu la damu ama high blood pressure, ama kwa lugha nyingine ya kitaalamu hypertension. Sasa hili shinikizo likizidi lina madhara mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sasa kabla tujazungumzia kuhusu madhara, tuzungumzie chanzo. Duniani kote shinikizo la juu la damu ni tatizo kubwa na ndio chanzo kikubwa cha vifo kwa watu wazima duniani kote, katika mabara yote ambayo binadamu wanaishi. Na tafiti katika mabara yote zimekuwa zikifanyika kila wakati na zimeonyesha kuwa shinikizo la juu la damu linawakuta watu wazima hasa, lakini pia limeanza kuonekana pia likiwa ni tatizo pia hata kwa watoto. Lakini kwa leo nitazungumzia tu kwa watu wazima. Kwa watu wazima, shinikizo la juu la damu limekuwa likionekana kwa watu ambao wana mambo kadhaa. Moja ni watu ambao wana uzito mkubwa ama uzito uliopita kiasi. Sasa utajuaje uzito wako uko sawa ama unapita kiasi ama uko mdogo? Kuna namna mbalimbali ya kuangalia, lakini namna ambayo inatumika kiurahisi ni kuangalia uwiano kati ya uzito wako na urefu wako, hasa kwa watu wazima. Sasa huu uwiano ukizidi kiwango fulani, basi tunasema uzito wako ni mkubwa. Kwa wale ambao wanaonekana wakiwa na uzito mkubwa, pia wanakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na shinikizo la juu la damu. Hili ni kundi la kwanza. Watu wengine ambao pia wana uwezekano mkubwa wa kupata shinikizo la juu la damu ni watu ambao wana kisukari, ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ugonjwa huu pia unapelekea watu kuwa na shinikizo la juu la damu. Jambo jingine pia ni umri mkubwa. Kwa hiyo kwa jinsi mtu umri wake unavyoongezeka, hasa baada ya miaka 50 ama 60, kulingana huko sehemu gani ya dunia hii, inaonekana uwezekano wa pressure kuanza kupanda ni mkubwa. Chanzo kingine cha shinikizo la juu la damu ni matatizo ya figo. Kwa hiyo kuna baadhi ya matatizo ya figo yanaweza pia kupelekea ukawa na shinikizo la juu la damu. Jambo jingine ambalo limeonekana ni watu ambao wana changamoto ya kupata usingizi. Kwa hiyo watu ambao wanakosa kulala vizuri usiku pia wako kwenye uwezekano mkubwa wa kupata shinikizo la juu la damu. Hizi ndio sababu kubwa. Kuna sababu nyingine, zipo nyingi, hatuwezi kuwa na muda wa kutosha kuzizungumzia, lakini hizi ndio sababu kubwa. Tuzungumzie madhara kwa kifupi. Shinikizo la juu la damu linaweza kuleta madhara sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu. Sehemu mojawapo kubwa ambayo inaathirika ni moyo. Na watu wengi ambao tumekuwa tukiwaona
wana shinikizo la juu la damu kwa muda mrefu na halijatibiwa, mioyo yao inapanuka, inakuwa mikubwa, na baadaye inashindwa kufanya kazi na dumaa katika kufanya kazi. Madhara mengine ya shinikizo la juu la damu ni kiharusi, ama kwa jina la kitaalamu stroke. Watu wanapooza, unakuta amepooza upande mmoja wa mwili, na ukipima pressure yake unakuta iko juu. Kwa hili pia ni madhara mengine. Madhara mengine tunayoona ni figo kushindwa kufanya kazi. Inapelekea watu weza kuhitaji kupandikizwa, na wakati wanasubiri kupandikizwa kuwekwa kwenye mashine ambayo itakuwa inafanya kazi, walau kazi mojawapo ambayo figo ilikuwa ikifanya ya kusafisha damu, kutoa taka mwilini. Kwa figo kushindwa kufanya kazi ni madhara mengine. Lakini madhara mengine ya shinikizo la juu la damu ni vifo vya ghafla. Unakuta mwingine alienda kulala hakuamka. Wengine wanasema amelogwa, sijui alikula nini, lakini ukija kufanya uchunguzi mnakuta alikuwa na viashiria kwamba alikuwa na shinikizo la juu la damu kabla mauti hayajamkuta. Pia shinikizo la juu la damu ina madhara pia kwenye macho. Kwa hiyo uoni wa mtu unaweza ukapungua ama hata akawa kipofu kwa sababu ya shinikizo la juu la damu la mwili. Kwa hiyo niseme kwa kifupi, haya ndio madhara ya shinikizo la juu la damu. Kwanza, jamii ni kwanza, uelewa ni kitu muhimu. Elimu. Kwa sababu ukikosa elimu utabaki kwenye imani, kwenye beliefs. Sisemi kwamba imani ni kitu kibaya, lakini ukiwa na uelewa inakujenga zaidi katika kujua namna ya kujikinga, na kama ikitokea unajua namna ya tiba. Na hili ni jambo zuri ambalo tunafikisha elimu kwa jamii nzima. Hilo la kwanza. Jambo la pili ningependa ni kwamba tujue afya zetu, sio tu kwa shinikizo la damu, lakini kwa mambo mbalimbali. Jua figo zako ziko vizuri, jua ini liko vizuri, ngozi iko sawa, unapata usingizi sawa, macho yako sawa. Hivi ni vitu tafuta muda fanya. Wale ambao wanatumia vyombo vya moto wanafahamu kwamba gari lazima lifanyiwe service kila baada ya kutembea kilomita kadhaa. Kwa hiyo na miili yetu, ingawa miili yetu inajitengeneza yenyewe, lakini kuna wakati kama haipati virutubisho sahihi inashindwa kufanya matengenezo yake. Kwa hiyo ni vyema tukajua, na hata kauli mbiu ya mwaka huu kuhusu shinikizo la juu la damu duniani ambayo huwa tunayaadhimisha kila tarehe 17 ya mwezi wa 5 inasema pima pressure yako vizuri, idhibiti, ishi muda mrefu. Kwa hiyo kupima ni muhimu. Hauwezi ukajua kwamba pressure yako iko juu bila kupima. Mpaka kwa sasa kwa utaalamu uliopo ni mpaka kupima. Hatuwezi kukuangalia machoni ama ukasema kichwa kinauma ama sioni vizuri basi pressure imepanda. Hapana. Kwa hiyo pima. Tupime, na vipimo vinapatikana siku hizi, unanunua mashine unajipima. Ni vitu ambavyo unajipima, uhitaji hata daktari. Lakini unaweza ukahitaji kuelekezwa namna ya kujipima. Kwa hiyo jipime kwa usahihi. Na shinikizo la juu la damu linatibika kuliko inavyosemekana mitaani, kwamba ukipata bana hiyo dawa maisha yako yote. Mimi nasema sasa, mimi nasema kama mimi najua wataalamu wenzangu watasema ndio natumia dawa maisha yako yote, lakini tumeona pia watu ambao chanzo kimegundulika na kikaondolewa
ama kikapatiwa suluhisho, unapona shinikizo la damu bila kuendelea kutumia dawa kwa muda mrefu. Kwa mfano, tunaweza kutoa mfano. Wakina mama wajawazito wanapopata shinikizo la damu wakati wa ujauzito ambao linatokana na ujauzito, asilimia kubwa wakishajifungua pressure inateremka na dawa tunazisimamisha. Kuna ambao wanakuja wana shinikizo la juu la damu kwa sababu usingizi hapati vizuri, tunatibu swala la usingizi, pressure inateremka, baadaye dawa tunazisimamisha. Kuna ambao wanakuja na uzito mkubwa, wanapungua uzito, tunaenda tunapunguza dozi, pressure inakaa vizuri, tunasimamisha dawa na pressure hairudi. Kwa hiyo kuna ambao wakiweza kujulikana chanzo, basi dawa haihitaji kutumia maisha yake yote. Lakini kuna wengine ambao hata mkifanya nini nakuta bado pressure iko juu, sasa hao watahitaji kutumia dawa. Kwa hiyo ningependa hii jamii waifahamu. Saa nyingine kuna taarifa ambazo sio sahihi, lakini ni vyema ukapima, ukajua, ukatumia dawa kwa maelekezo ya daktari. Dawa zinaweza zikawa na madhara, usiende tu ukajichukulia dawa kwenye duka la dawa bila maelekezo ya daktari. Lakini ni vyema tunafanya vipimo, tuone figo zikoje. Kuna dawa tuwezi kutoa kama figo zako haziko vizuri. Kwa hiyo ni vyema tukajua kwa vipimo na ukapata tiba sahihi kwenye vituo vilivyowekwa vya matibabu.